Kwa kule Katimo wenyewe hao watu watapanga, wataniambia mahali hiyo mikutano itafanyika. Mkutano ambayo itaanza kama Thursday, Friday, Saturday, alafu tunamaliza na mkutano mmoja wa assembly ya pamoja. Itakuwa mzuri. Alafu wiki la kuanza Disemba tutakuwa pia na mkutano wa vijana. Pia vijana waweze kujiandaa. Tutakuwa kwa kanisa la Shianda kule. Hiyo ni mikutano ambayo tuko nayo. Katimo tumeanza mwezi wa 8, nitawapatia tarehe. Mwezi wa 8 nitakuja kule rasmi. Tumesikia vizuri? So nitakuja kule, hiyo siku tutakuwa na assembly, wote wa hapa tutashiriki pamoja. Mwezi wa ngapi? Wa 8. So tarehe nitawapatia, kwa hiyo tutaanza kujiandaa kwa sababu ya hiyo siku na itakuwa vizuri. Jambo lingine la mwisho, mchungaji alikuwa amewaambia kuna form hapa ya hii form ya kutaka tu kuelewa wewe zaidi mshirika. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii form unajaza jina yako, kanisa kama wewe ni Katimo, kama na hapa Nyatuna, address yako, namba yako ya simu na tarehe ambayo unajazia. Katika hiyo form uta include jina ya baba yako, baba ambaye amekuzaa, mama ambaye amekuzaa, awe angali anaishi ama hata alikuacha, utaweka jina yake. Na pia kuna mahali pa kujaza kama angali mzima ama pengine alitoweka, utajaza, sawa. Kwa hiyo form utaweka tarehe ya kuzaliwa. Hiyo form pia utaindicate wewe ni mtu wa kike ama kiume. Kwa hiyo form utaweka kama umeoleka ama bado hujaoleka. Kama wewe uko katika, utatuelezea pia uko na watoto wangapi. Uko na watoto 5, na kwa watoto wasichana ni wangapi, wavulana ni wangapi. Pia utatuelezea kwa watoto wenye uko naye wangapi wako katika ndoa, sawa. Wengine uko na watoto 6 kwa ndoa, sawa, ama mmoja. Nataka pia tukuelewe zaidi. Kama umeoa ama umeoleka, utastate jina ya mume wako ama mke wako. Pia kuna sehemu ya kujaza ulisoma paka darasa la ngapi, na college ulienda paka college ama ulienda, yani ulisoma paka kiwango gani. Utatuelezea pia kile unafanya, your occupation, sawa. Utatuelezea unakaa wapi, ili mimi hata nikitoka kule Nairobi naweza kutafuta, hata kama mchungaji hajanipa tunaweza kutafuta nikufikie tu. Utaeleza lugha ambayo ungependa tuwe tunafundisha kwa hiyo lugha, na pia ubiri. Kama ungependa tubiri kwa Kijaluo, andika tu ungependa Kijaluo, sawa. Kiswahili, Kiingereza, hivyo. Tunaweza kuwa tunaendelea kuhubiringa hapo kwa Kiswahili na pia wewe ufurahia. So tunataka tufanye nini? Tujue, ile tutakusaidia. Utatuelezea kama umeokoka ama kama hujaokoka. Utatuelezea ni sehemu gani ambayo ungependa kuhudumu wakati unakuwa hapa kanisani. Atabu utatuindicate pia department yako, wewe ni youth, Sunday school, ama wewe uko kwa idara ya wazee ama wamama. Bwana Yesu asifiwe. So hayo ndio mambo ambayo iko kwa hii form, na mchungaji alikuambia kile tunataka tukujue. Baada ya hii form, baada ya kujaza, wale washirika ambao wana membership form, card not form, if nitatusaidia sasa kuweza kupatia kadi ya kuwa member wa kanisa.
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hayo ndio mambo niko naye. Maswali mengine mchungaji inatakana ajibu. Sawa? Yes. Otherwise nataka niwashukuru sana. Ambia jirani wewe ni mtu wa maana. Endelea kutulia uweponi mwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo nataka nimalizie pale. Wacha Mungu awatende. Mimi vile nimesema, wale tumeombea tutaweza kutana kidogo kabla ya kwenda nyumbani na itakuwa vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. So that time uko na jambo ya there, tusimama pamoja na kusaidiana. Tusimame na kufanyie maombi ya mwisho, alafu mchungaji atachukulia pale. Shika tu jirani yako mkono. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Baba ninakushukuru. Baba nasema ni asante. Wewe ni Mungu, ninakushukuru kwa sababu ya ibada hii. Baba nakushukuru kwa sababu ya hii jamii ya Berea katika maeneo haya ya Kiambu. Baba naomba tu endelea kuwaneemesha, endelea kuwasaidia. Naombea jamii zao. Mungu wangu endelea kuzikumbuka. Kuna wale kati yetu wanafanya biashara. Naomba tu biashara zao ziweze kunawiri. Kuna wale ambao wanatamani wapate pesa waanzishe biashara. Pia naombea kwamba Mungu utawakumbuka, utafungulia njia kati yao. Kuna wale ambao wanatafuta vibarua kazi hapa na pale. Baba naomba tufungua milango, wapate vibarua, wapate kazi, ili Bwana wakaendelee kufanyia kazi katika maeneo haya. Baba wetu, asante kwa kila jambo. Asante kwa yale ambao unatenda. Viongozi wote ninawaombea, wacha Bwana ukaendelee kuwasaidia. Uinuliwe na upewe sifa, maana unastahili. Naomba haya katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Mubarikiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tunashukuru kwa baba yetu askofu, tumebarikiwa sana. Na kabla hajaenda mahali ambapo tunataka aende, unajua mmefurahia. Mmefurahia? Nani mwenye amefurahia? Nataka kuona wenye wamefurahia. Kama umefurahia, kama umefurahia, ni vizuri ujue kwamba baba yetu askofu anaenda nyumbani, si ndivyo? Na kwa sababu anaenda nyumbani, ni lazima pia aone kwamba mahali penye ametoka anapendwa, na watu wamepokea kitu kutoka ndani mwake, si ndivyo? Kwa hivyo naomba tu katika hiyo hali, mimi nataka tu katika hiyo katika hiyo hali, ambia mwenzao katika hiyo hali, najua baba askofu amesimama sana, lakini kabla aende pale, ningependa tu imruhusu kila mtu amsalamie, si ndivyo? Kwa sababu ya kusafiri, kama unataka pande gari, kama unataka pande pikipiki, kama unataka pande baiskeli, kama unataka ndege, wewe unajua angalia hiyo nini, hiyo makelele hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Si hapo iko sawa? Iko sawa? Iko sawa? Kabisa. Haya, kwa hivyo tusimame na nitakuruhusu tu ukuje kila mmoja. Ningependa hizi baraka zenye amebeba hizi aende nazo. Wakati atakuwa na amekalia kile ambacho utakuwa umepeana, unafikiria ni baraka gani yenye utazipokea? Si ni mingi? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo naomba at least tusimame sisi wote. Tukimaliza hivyo, kisha maliza kukusalamia, ninajua kwamba mchungaji Rufus atamchukua, ataenda na sisi tutamalizia hapa, si ndivyo? Tutamalizia ndio mama kanisa atuelekeze ni tunakula lunch ama tukule lunch, si ndivyo? Si hapo iko sawa? Kwa hivyo naona pale mama wanajipanga pale, na nataka tusimame. Kabla wajipange, naomba hawa kuwa wa mwisho
Au mwisho ukuje tu ukaweze kusalamia baba askofu. Baba askofu, nitakuomba tu ukuje usimame, sitakuruhusu uongee, lakini unaweza ongelea, utamkia huyo mtu kitu katika jina la Yesu. Hiyo sio yangu, hiyo ni yake. Jinsi atakavyosafiri aende akiwa amefurahia kweli. Hao watu baba umenipa na nimepeana, na kweli hata sura zao zimeonyesha kwamba wamepokea, si ndivyo? Sawa sawa. Nini tupige makofi tukinini? Hata tutaki tusikie akikutamkia, akutamkie, si ndivyo? Wewe unakuja tu na msalamia na baba askofu, hiyo wakikusalamia sijui kama utaweka anga kwa koti mwenyewe. Wewe unaweka hapa. Na wewe usiangalie ni ngapi. Bwana Yesu asifiwe. Haya, tuanze kupiga makofi. Haya. Alafu kidogo na wale ambao wako na M-Pesa, wale ambao unajua Pastor Rufus na mimi mazungumzo yetu ni moja. Kwa hivyo Kenya anakuja kuniambia nimefikiria. Na nashukuru sana. Mungu akubariki sana. Kwa hivyo namba ya mchungaji ni ya askofu ni 07 0702 20 33 alafu 06. Unajua wakati nilikuwa napigwa kwa mlima namba ya askofu hata mke wako sikuwa nimejua. 07 02 20 33 06. Kiona jina kama la kwangu John, tofauti ni hilo lingine. Najua basi imeingia. Lakini usitume tuna uache hivyo, ukuje akusalamie na kutamkie jambo. Si ndivyo? Haya tupige makofi. Yale umetenda ndani mwangu hakuna wape kuyatenda. Haya twende. Yale umetenda ndani mwangu hakuna wape. Yale umetenda ndani yangu hakuna weza kuyatenda. Yale umetenda ndani mwangu. Haleluya. Yes.
isibaki hata kidogo. Haya, mwambie enda tu Bwana. Haya, mwambie mwaka huu ni wako. Haya, pigia Yesu vikae. Haya, unakuja ukijiringa kidogo Bwana. Kidogo Bwana. Hai. Hapo nakumbuka wakati tulikuwa naelewa. Tuliongezea maarifa kwa sababu tukasema huyu ni wako. Hata wewe Bwana ongezea Bwana. Hai. Enda Bwana, baraka zako Bwana. Haya. Haya makofi. 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 Bwana ndio mbili kwa. Angalia mwenzako mwambie Bwana. Mwambie Bwana. Bwana, hizi baraka Bwana umepokea. Muulize umepokea? Haya, kama umepokea kabla baba aseme tu kitu moja. Sema hata simu yangu haitapatikana fuliza. Amen. Huyu baba akienda ambia Mungu akienda fuliza no. Fuliza no. Okoajazi no. Okoajazi no. Wakati mwingine unapatanga message kanaingia na kumbe nikakudaiwa. Hakuna. Amen. Nataka niwashukuru, nataka tunawaombee baraka. Mungu akaweze kufungua milango yenu. Msikose chochote kile ambacho mnahitaji kwa sababu ya hizi baraka. Baba wetu katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa sababu ya hii sadaka, hii matoleo ambayo wanao wametoa kwa sababu ya kubariki mchungaji bishop na nyumba yake. Baba tu naomba tu nikisema nikiwaombea kwamba Mungu ukaweze tu kuwakumbuka kila mmoja ambaye ameshika katika mfuko wake akaweza kutoa kwa sababu ya kazi yako Bwana. Baba wetu, endelea kuwatembelea, endelea kuwapigania. Fungua maisha yao, fungua milango yao. Mungu wetu, yule ambaye amekuwa na hitaji fulani katika moyo wake, Mungu wangu natangaza tu hilo hitaji ukakutane pamoja nayo. Wacha ukamtembelee. Wacha tupokee ushuhuda kwamba Mungu hakika umetenda. Baba wetu, naomba tu kwamba hii ikawe kitu ambacho kitashikanisha maisha yake na madhabahu ya Bwana, ili Mungu kaendelee kuwatembelea. Asante kwa makanisa yote, kwa washirika wote ambao wamechangia. Watembelee, wapiganie. Ni katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu naomba nikiamini. Amen. Amen. Wacha Mungu awabariki sana. Amen. Baba takuja kushukuru na mchungaji kwa sababu ya listi itakuwa mzuri, na naamini kwamba baba amesimama sana, kwa hivyo itabidi leo msalamie alafu aende akaweze kunini. Alafu wale viongozi ambao tumesema ahakikishe kwamba baada ya kupata kitu kwa tumbo ambapo tunahitaji mama kanisa kuwa naweza kuwa najitala na kuna kitu, kwa hiyo atuelezee na itakuwa mzuri sana. Yes, Bwana Yesu asifiwe. Wengine tutabaki hapa, lakini madhabahu yetu ya siku ya leo ambayo imeongozwa na Bishop, tutaenda kwa Mama Piri ambaye ni mama kanisa. Wengine tukae tu hapa, uhakikishe umekula na kitu ikupe tu nguvu ya kufikisha wapi? Nyumbani. Barikiwe sana. Amen.